tunazungumza kwa ujumla wake. Jina nani? Mimi naitwa Haji Mohamed Mpangachuma na kaa Mwananyamala Kisiwani. Ni jirani na huu msiba ulipotokea kwa sababu ni nyumba kama ya 5 kutoka nyumbani kwetu kabisa. Allah, tukio linasikitisha sana kwa sababu huyo bwana mkubwa ambaye mwenye huyo mtoto ambaye amefanya hili tukio ni kijana mwenzangu mimi ambaye nimecheza naye toka udogo. Anaitwa Hamza. Tuko naye katika makuzi yetu. Maisha yote tunaenda wote sambamba. Vijana wetu uzazi una mambo mengi. Unaweza ukazaa ukapata au usipate na mapenzi ya Mungu yote. Lakini ni tukio ambalo linasikitisha sana. Namshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa hili lilotokea, hatuna jinsi. Na hivi tunaenda kumhifadhi mwenzetu ya kwake mbele ya kwetu sisi nyuma inshallah. Labda anaweza kawa na matatizo ya akili na nini. Vijana wetu hao wanatoka sana kwenda huko kwa wenzetu kwa South Africa. Sasa asilimia kubwa ya vijana hao wanaotoka kwenda huko wakirudi kidogo wanakuwa na shida. Mengi yanaongelewa lakini hatuyajui kwa sababu mtuhumiwa ndio mwenye kujua na wanaofahamu wengine ndio hao waliotangulia. Kwa hiyo sisi wote hatuna uhakika, yatakuwa ni maneno tu ambayo yanasemwa. Lakini hatuna uhakika na hilo jambo. Wengine wanasema kuna senti alikuwa anatuma afanywe ujenzi, haujafanywa ujenzi akidai anazungushwa, lakini ni maneno tu ambayo tunayasikia. Sio yeye mwenyewe kayasema kwa sababu mwenyewe yuko chini ya ulinzi. Ila tutajua vyombo vya usalama vikifanya kazi yao, inshallah tutajua, tusimsemee mtu mabaya. Tutajua inshallah. Naitwa Haji Mohamed Mpangachuma. Naam. Alaykum. Mimi naitwa Robert Benjamin au jina lingine mtani naitwa Bane. Mimi tukio lilivyotokea, kwanza nasikitika kwamba huyu marehemu babake huyu mtoto mambo aliyofanya babake, mimi nimecheza naye mpira. Kwanza nimesikitika kwamba babake amecheza naye mpira. Pili, kitendo alichofanya mtoto mimi sijapendezwa nacho. Huyu mtoto nilikuwa naye baada ya miezi 3 au 4 nilikuwa nishafanya naye kazi za kujenga. Mimi ni fundi mjenzi. Shenda sehemu kupiga naye plasta. Hata tukio lilivyotokea mpaka sasa hivi mimi kichwa changu sijielewi huyu mtoto kitu gani kilichomsibu. Mimi kama mimi ushauri natoka vijana wenzangu tufanye kazi kama sisi baba zao tunafanya kazi. Wao uamuzi wanaochukua kweli kwenda kutafuta maisha kwa kweli tunatafuta, lakini sio kwa tukio hili lililofanyika. Mimi nilikuwa na kazi nyumbani ya kubeba kifusi, lakini tokea jana mimi sirudi kwa mke wangu ambapo nilikopanga. Kabidi leo nilale nyumbani, mwili wote umekufa ganzi. Hapa unaona nilivyo lala na hicho kibukta ndio hivyo, hata kuvaa nguo naona kama vile hali yangu ninavyojisikia hapa najikongoja. Nishakunywa pombe akinoja kama yaani naona siamini kwamba Hamza amefariki. Yule mtoto nimefanya naye kazi ya kujenga, nilimchukua. Faza ukipata kazi nichukue. Pale kwao kulikuwa kuna kazi, kuna ukuta ulianguka nyumba ya jirani. Tumefanya kazi ukaja ukaanguka, tukaja kufanya tena kazi na yule mtoto. Lakini leo nakuja kuambia yule mtoto akamua baba yake, mimi mpaka sasa hivi siamini macho yangu. Japokuwa nenda kumzika rafiki yangu Hamza. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, safari hii yetu wote yeye ametangulia, mimi niko nyuma. Na hapa na majonzi, nimetoka kumzika babangu juzi hata 40 bado. Basi naona kama amenikumbusha kile kifo cha mzee wangu. Lakini namshukuru Mungu, huyu kijana serikali ifanye kazi yake, ifanye vyote inavyojua. Lakini mimi na maoni. Naitwa Aaron Steven. Tukio mimi sijalifurahia sana. Alafu hili tukio mimi sijalipenda sana. Kama kijana umeenda sehemu mbalimbali, umeitafuta maisha na maisha umeyatafuta sehemu mbalimbali. Wewe ni kijana shupavu, piga hata moyo konde. Kama umezulumiwa achana nao, ama kama umefanya kitu kimoja achana nao. Wewe jaribu kufight maisha yako. Wewe kama wewe mtoto wa kiume, kaa kiumeni, japo wamekudhulumu utakuwa na hasira nyingi. Sawa? Utakuwa na hasira nyingi sana. Zituliza hasira zako. Kaa na jepo lako, sema Mungu nisaidie. Hao walionidhulumu achana nao. Lakini kitendo kama hiki wewe unaona ni kitendo cha kiungwana kweli na ndio tunapofundishwa sisi kama vijana? Vitendo kama hivi sijakifurahia sana kama kijana mwenzangu kufanya mauaji kama haya.
Hiyo kitendo mimi sijafurahia sana. Ushauri wangu kwa vijana, tukae vijana tupambane na maisha yetu. Mtu akidhulumu achana naye. Bye bye.